wazuri sana kwenye kuzungumza, lakini kwenye utekelezaji tunakutana na changamoto nyingine. Kwa nje unaziona tu Ghana na Tanzania, lakini italeta chachu fulani katika vijana wetu, bali ifanye utekelezaji mzuri, maana ni shida kubwa ambayo imetoka. Ushirikiano wa Tanzania na Ghana katika sekta za afya, madini na biashara unafungua fursa zipi za uchumi kwa nchi hizi mbili, na ni sekta ipi inaweza kunufaika kwa haraka zaidi? Kwanza ni lazima tutambue kwamba nchi hizi mbili zimekuwa kihistoria, zimekuwa nchi za kwanza kabisa kukumbatia swala la Pan-Africanism. Nyerere pamoja na Nkrumah kwa tangu miaka hiyo ya zamani wamekuwa ndio sauti kubwa zaidi zinazochagiza kuhusiana na Afrika kujitegemea, Afrika kujikomboa kiuchumi. Kwa hiyo halijawa jambo la ajabu kushangaa kwamba kwa hatua hizi ambazo wameamua kuzifanya. Na kwa haraka ni kwamba pengine tunaweza tukaona mambo kama manne hivi. La kwanza ni kuongeza hiyo ushirikiano wa biashara kati ya magharibi na mashariki, kwa maana kwamba nchi za Afrika mashariki za kwetu ambao Tanzania ipo huku na nchi za Afrika magharibi, kwa hiyo inaweza ikaleta ushirikiano huo urahisi zaidi. Lakini pia tokea fursa za kuongeza uwekezaji wa pamoja, pengine nchi zote mbili kuona namna gani ambazo zinaongeza uwekezaji pamoja, mambo ya kubadilishana teknolojia na utaalamu, lakini pia na kuona namna gani ambavyo minyororo ya thamani ya huduma ambazo, bidhaa na huduma ambazo zinapatikana katika hizi nchi mbili. Na katika sekta ni hizo ambazo zimetajwa, kwa mfano hiyo ya madini na afya. Sekta ya madini naona ikianza kwa haraka zaidi kupika, kwa sababu nchi zote mbili zina Ghana wanafanya vizuri sana katika dhahabu, na tayari kuna makampuni makubwa ambayo yanafanya kazi huku na huku. Kwa hiyo ninaona madini ikiwa ya kwanza kabisa kuanza kupika zaidi kwa urahisi zaidi. Ili ushirikiano huu ulete manufaa ya kweli ya uchumi kwa wananchi na wafanyabiashara wa nchi zote mbili, ni maeneo gani yanapaswa kupewa kipaumbele katika utekelezaji wake? Kwanza lazima kungekuwa kuna miradi ya pamoja ya uzalishaji. Kwa hiyo wanaweza wakaja na idea kama hizo za kuwa na miradi ya pamoja ya uzalishaji. Kwa mfano tunaongea kuhusu miradi ya kuhakikisha kwamba labda dhahabu mfano ina prosesiwa hapa ndani na katika hizi nchi zetu hizi. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba kwa sababu ni aina ya miradi ambayo inatumia fedha nyingi sana za kigeni, au fedha nyingi sana katika, inahitaji mitaji mikubwa sana. Kwa hiyo ikifanywa kwa pamoja itapunguza riski hivyo vya hatarishi vya kiuchumi, lakini pia itasababisha waweze kufanya kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo wakija na miradi ya pamoja ya katika kuendeleza hii rasilimali, itakuwa ni rahisi zaidi, itakuwa ni kitu chema. Lakini pia kingine, kuna ishu ya changamoto kubwa ambao wachumi wengi na watu wengi wa Afrika wanalalamika, ni kuhusu swala la usafiri. Kwa hiyo usafiri ndani ya Afrika unakuta kwamba ni gharama kubwa zaidi kusafiri kutoka ndani ya nchi za Afrika kuliko hata kwenda ughaibuni huko nchi za Ulaya. Kwa hiyo wakihakikisha kwamba wanaweka mazingira safi katika kusafiri katika hizo nchi mbili, inaweza ikawa na manufaa makubwa sana katika si tu kwa nchi hizi mbili, hata kwa Afrika kwa ujumla, kwa sababu hapa tunaongea kuhusu kuunganisha Afrika magharibi na Afrika mashariki. Kwa hiyo kama zinatokea fursa labda za ushirikiano mzuri katika anga, katika ndege zetu, au hata wao au mambo ya visa na vitu kama hivyo, itarahisisha sana ufanyaji biashara kati ya hizi nchi mbili, na sio nchi mbili tu, bali hata kwa Afrika kwa ujumla. Na cha mwisho ni mambo ya urahisi wa kufanya malipo. Tayari Afrika kuna kitu ambacho kinajulikana kama Pan African Payment and Settlement System. Kwa namna gani ambavyo wanaweza wakaona namna gani ambavyo inatumika rahisi vizuri, ili kufanya urahisi wa kufanya malipo katika hizi nchi mbili, ili wafanyabiashara wetu na wafanyabiashara wao waweze kuwa wanabadilishana bidhaa na fedha kwa urahisi zaidi. Yeah. Shadrack, kwa mtizamo wako, ushirikiano huu unaweza kufungua milango kwa kiwango gani kwa nchi nyingine za Afrika zenye wataalamu, teknolojia au malighafi kushiriki zaidi katika biashara na uwekezaji wa ndani ya bara?
Kama ambavyo nimegusia hapo awali kwamba kwa nje unaziona tu Ghana na Tanzania, lakini tambua kwamba Ghana ni Afrika Magharibi, Tanzania ni Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwanza kinachofanywa kitaonyesha mfano kwa nchi nyingine, namna ambavyo nchi za Kiafrika inabidi zisimame zenyewe na zishirikiane zenyewe kiuchumi. Kwa hiyo kikifanyikwa kwa weledi na kwa usahihi sana, bila kuwa na siasa nyingi zaidi kuliko utekelezaji, kinaweza kikatoa mfano mzuri sana kwa nchi za Kiafrika katika kushirikiana. Lakini pia sio tu kuonyesha huo kutoa mifano, lakini pia utaanza kuona baadaye nchi hizo nyingine zinaanza kufanyaje, zinaanza kujaribu kuiga na kuona namna gani zinaboresha hizo corridors za kiuchumi kati ya nchi hizo. Lakini mimi ninafurahia vile naona kwamba ni kwamba kupunguza lile gap la magharibi na mashariki na kuona namna gani ambavyo tunashirikiana kiuchumi. Na vijana na wabunifu wa nchi hizi mbili wanawezaje kutumia fursa zinazotokana na ushirikiano huu kujenga biashara, kuanzisha ubunifu na kujitengenezea ajira zinazochangia ukuaji wa uchumi wa Tanzania na Ghana? Sasa kwa habari ya SMEs, small business au hata entrepreneurs na startup mbalimbali, wanaweza kukawa kuna fursa mbalimbali nyingi ambazo zinaweza zikatokea katika kwao, lakini kwa sababu tayari unaongea kuhusu ni masoko mawili, ni soko la Afrika Mashariki, ni soko la Afrika Magharibi. Kwa hiyo ushirikiano huu utaweza kuwa ni mlango wa kufungua haya masoko mawili na kuyaunganisha. Kwa hiyo kijana ambaye anafanya labda biashara yake ya yote, labda ni startup, biashara changa, tayari mfumo huu ukiwa katika utekelezaji ambao bila siasa na utekelezaji ambao umekamilika, manake ni kama anaweza akatumia hiyo fursa kulifikia soko la Ghana na hatimaye soko la Afrika Magharibi kwa urahisi zaidi. Vivyo hivyo kwa kijana ambaye yuko kwa Ghana kulifikia soko la Tanzania. Na baada ya ubadilishaji wa utaalamu, wenzetu wa Ghana na wa Nigeria wamekuwa wakisema kwamba wao wako aggressive zaidi, umeona, kwenye utafutaji, kwenye mambo ya elimu, kwenye nchi ambazo watu idadi ya wasomi ni kubwa zaidi, wameshafika huko kwa muda mrefu kuliko katika sisi ambao bado tunasonga mbele. Sasa italeta chachu fulani katika vijana wetu pia kuona namna gani ambavyo nao wanaweza wakawa na hiyo hali na upambanaji ambao vijana wa Afrika Magharibi wamekuwa nao. Shedrack, mbali na sekta ya afya, madini na biashara, ni sekta zipi nyingine unazoziona kuwa na umuhimu mkubwa kwa nchi za Afrika kuziwekea msukumo wa ushirikiano ili kuongeza kasi ya maendeleo ya bara? Ni sekta ya viwanda. Kwa mfano hata hapo tu unapoongea kuhusiana na sekta ya, sijajua kamili ushirikiano unaweza kuwa katika mambo gani, lakini kwa lengo mimi natamani kama kwa mfano ingekuwa ni katika uzalishaji wa vifaa tiba. Kwa hiyo unaweza kukuta kwa mfano kama kampuni za uzalishaji wa vifaa tiba kutoka Tanzania zinapata nguvu na zina uwezo kuuza vifaa tiba hivyo Ghana, na vivyo hivyo vile ambazo ziko Ghana kuweza kuuza huku pia. Kwa hiyo utaona moja kwa moja kwa namna ninavyoiona itagusa uzalishaji wa viwanda na vitu kama hivyo katika hizi nchi, na hiyo ni sekta ambayo kwa kweli ninaona ikiwa na umuhimu mkubwa, kwa sababu kwa muda mrefu Afrika imekuwa ni tegemezi wa kununua kila kitu kutoka nje, na ni kitu ambacho tunataka ifike mahali tuseme sasa basi. Sasa unapoona ushirikiano wa nchi kama hivi, unatamani nguvu kubwa pia iende huko, kuna namna gani ambavyo hizi nchi zitaweza kutumia hii fursa kutengeneza viwanda vyao vya ndani, kuimarisha viwanda vyao vya ndani na kubadilishana bidhaa wao kwa wao. Katika kipindi cha miaka 50 ijao, ushirikiano na Umoja wa Nchi za Afrika unaweza kuwa na nafasi gani katika kuimarisha ushirikiano wa bara katika uchumi wa dunia na kupunguza utegemezi wa masoko ya nje? Afrika kama itaamua kuacha tu kuwa na maandiko mazuri, kuwa na mipango mizuri, bali ifanye utekelezaji mzuri, maanake ni shida kubwa ambayo imekuwepo. Wazuri sana kwenye sera, wazuri sana kwenye kuzungumza, wazuri sana kwenye kupanga, lakini kwenye utekelezaji tunakutana na changamoto nyingine. Sasa maoni binafsi ni kwamba
kama tutaamua kutekeleza mipango na sera ambazo tunajiwekea hivi kwa uthabiti na kwa uamuzi mzuri zaidi, tunaweza tukakuta tukawa tuna bara ambalo litakuwa limebadilika sana katika maendeleo. Tutafika katika ile Afrika ambayo waanzilishi wetu wakina Nyerere, wakina Nkrumah walitamani kuiona, lakini hawakuwa na nguvu ya kufika hapo. Sisi tayari kuna mabadiliko mengi sana ya kiuchumi ambayo yanatufeva kwa maana kwamba mabadiliko ya kiteknolojia na na ongezeko la watu ambalo tuko nalo, nguvu kazi ambayo tuko nayo, ardhi nzuri ambayo ipo, na bado tuna fursa nyingi sana kama tukiamua kweli kukaza na kushirikiana katika shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo ninaiona Afrika ambayo yajayo yanafurahisha. Mwisho tuangalie upande wa hizi sehemu mbili, Afrika Mashariki na Afrika Magharibi. Unatoa taswira gani kuwa uzalishaji wa ndani ya Afrika unaweza ukawa na uhakika wa wateja, labda idadi ya watu ambao wapo katika maeneo haya mawili? Kwanza hizi nchi zote ni nchi ambazo pia zina watu. Kwa hiyo uhakika wa wateja ni uhakika, kwa sababu unapoongea kuhusu Tanzania ni nchi ya watu milioni 60, lakini Afrika Mashariki kwa ujumla karibu watu milioni 300. Kwa hiyo ni soko kubwa hilo tayari. Unapoongea kuhusu Ghana pia ni soko kubwa pia, na Afrika Magharibi, Nigeria, kwa sababu hiyo ni lango la Afrika Magharibi. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana, na tayari nimeona kuna harakati zimekuwa zikifanyika, wajasiriamali wadogo, kwa mfano hao wa vitenge wa hizi wamekuwa wakipeleka bidhaa huko kwa namna nyingine. Sasa tunategemea mlango kama huu uzidishe hizo fursa, zifunguke kwa ukubwa zaidi, na hakika kwa wajasiriamali na wafanyabiashara watakaoamua kuichukulia hiyo fursa, kuiangazia, wanaweza wakajikuta wamepata mafanikio makubwa zaidi katika kupata wateja zaidi katika hizi nchi. Nikushukuru sana mchambuzi na mchumi wa masuala ya uchumi nchini Tanzania, Shedrack Kikoti, kwa uchambuzi wako huo juu ya ushirikiano wa Tanzania na Ghana katika sekta ya afya, madini na biashara, na kuangazia namna itakavyofungua enzi mpya za Afrika yenye kujitegemea. Nikushukuru sana kwa ushiriki wako.